jambo ambalo wewe una uwezo nalo. Wewe huna uwezo nalo. Hapa duniani umekaa, bado unatumia neema za Mwenyezi Mungu, lakini hazikutoshi. Lakini unatumia, lakini hazikutoshi. Ukipata 100 unataka 200, ukitaka 1000 unatamani upate 2000, ukipata milioni utatamani upate milioni 10, ukipata 10 utatamani upate milioni 100. Hii ni hali ya binadamu, ndivyo tulivyo, hatutosheki. Lakini Mungu kakuweka hapa, alafu anakupa vile anavyokukadiria yeye, sio unavyotaka wewe. Yeye vile anavyokukadiria kwamba huyu leo nitampa hiki, kesho nitampa hivi, kesho kutwa nitafanya hivi, siku nyingine nitafanya hivi. Hayo ni makadirio yake na mipango yake, na hiyo ndio sera yake, kajiwekea mwenyewe. Mungu huyu ashukuriwe sana. Lakini pia wayufidhu alaihim minan naim almuqim, kisha Mwenyezi Mungu akugaie huko peponi neema za kudumu. Neema za kudumu maana yake hakuna mwisho wake kuharibika, kama vitu vya duniani. Vitu vya duniani huwa vinaharibika. Leo ukinunua papai zuri ukaliweka, baada ya siku 3 papai lile linapoteza ule uzuri wake. Baada ya wiki moja papai linazidi kuharibika, lakini baada ya masiku mengi papai halifai tena kuliwa. Basi hali hiyo hiyo hata nyumba, utaijenga nyumba kwa umadhubuti mzuri, tena kwa viwango vizuri, kwa namna nzuri, lakini kadiri inavyoendelea kupitiwa na muda, nyumba ile inaonekana tena haifai, na sasa inatakiwa ibomolewe na ijengwe tena kwa mpango mwingine. Hakuna kitu cha kudumu hapa duniani. Na hivi tutashuhudilia ni kwamba hapo zamani kidogo, hapa mjini kati hapa, nyumba zote zilikuwa ni nyumba za udongo na matofali ya udongo. Ndio nyumba zote zilikuwa zikijengwa hivyo, na nyingine ziko mpaka leo. Lakini leo zinaonekanaje? Zinaonekana hazifai tena kukaa kwenye mji kama ule. Serikali inatoa amri, bwana, vunja, jenga gorofa. Kama ukishindwa gorofa, mpe mtu mwenye uwezo ajenge, wewe nenda kakae Kisongo. Na hayo yanafanyika, yanatokea hayo na tunayaona. Hili linatufundisha kwamba hapa duniani kumbe hakuna kitu cha kudumu. Lakini hata binadamu mwenyewe, ukizaliwa mtoto pale unapendeza, kila mtu anapenda akushike, akubebe, akubembeleze, akuangalie. Lakini kadiri unavyoendelea kukua, basi watu wanaanza kukuzingatia. Bwana amekuwa na tabia hii. Kila unavyoendelea kukua, mpaka ukishakuwa na mandevu hivi kama mie, ndio basi tena hakuna mtu anakusogelea. Akikusogelea ujue ana shida fulani, ana haja na wewe jambo fulani. Lakini sio kwamba itaje kushikishike kama vile mtoto, hilo tena halipo. Ujue hapa tayari unaanza kupoteza ule uzuri wako. Lakini ukishafikia miaka ya kuzidi zaidi huko mbele, basi tena hata watoto wako, hata wajukuu wako na vile virembwe kule mbele, yote wanakuona mzee umeshaishiwa na wakati. Hakuna cha kudumu hapa. Kuna mshairi mmoja akasema, lau kanati dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya. Lau kama ingelikuwa dunia ina historia ya kumwacha mtu abaki milele hapa duniani, basi angeachwa bwana Mtume Muhammad. Angeendelea kuwa hai na aendelee kuwa ni mwenye kubaki moja kwa moja. Lakini ikiwa mtume hakubaki, pamoja na uzuri wake, pamoja na unabii wake, pamoja na kupendwa sana na Mwenyezi Mungu, lakini bado Mwenyezi Mungu kamtoa, kamweka mahali pengine, yuko kwenye kabri yake. Ni nani atakayebaki? Ni nani aliye mzuri kuliko mtume? Yupi? Hakuna atakayebaki. Kwa maana hii Mwenyezi Mungu ametuweka kwenye neema hizi za dunia, lakini ni neema za mpito. Tutegemee kukaa kwenye neema za kudumu tukishaingia kwenye makaburi yetu kwenda huko akhera zaidi. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu huyo mwenye kuneemesha, mwenye kuhutubu leo
atatuambia hivi, fa akthiru min alhasanat watabaadu ani sayiat wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, kithirisheni kufanya mambo mazuri. Mambo mazuri tunayoyafanya sasa tuyaongeze, yawe mazuri mengi, lakini si kuongeza tu. Watabaadu ani sayiat, na pia mjitenge mbali na maovu. Ikiwa unafanya mema mengi lakini na huku maovu unayo, basi biashara hii si biashara nzuri, sababu huna unachokifanya. Sawa sawa unajenga nyumba matofali 10, alafu ikifika jioni unabomoa. Kesho unajenga tena tofali 100, ikifika jioni unabomoa. Ndio huko unafanya uzuri, lakini kisha unabomoa ule uzuri uliofanya kwa kuyafanya yale mengine. Hapa unakuwa unaishi duniani muda wa miaka 100, lakini ni miaka 50 tu ndio ulioitumia kwa uzuri, na miaka 50 mingine umeitumia vibaya. Ikiwa Mungu amekubahatisha umeishi miaka 80, sasa hii 80 igawe. Kuna muda umelala, kuna muda umefanya kazi zako binafsi, kuna muda mwingine umeupoteza tu kwenye lahawi, kwenye mambo haya ya kinini tuseme, mambo ya kikawaida. Unaweza ukakaa kwenye TV yako hivi unaiangalia mambo mbalimbali yanayopita. Hayo ni mambo ya kikawaida tu, hayakuongezei thawabu kwenye mfuko wako wa thawabu. Kwa hivyo umri wako utakuwa umeupoteza kwenye jambo hili, lakini pia umri wako unaupoteza kwenye kulala. Ikiwa unalala sana, maana yake kwa siku umelala masaa 11 au masaa 10 umtumia kulala, au saa 8 au saa 9. Hakuna ibada utakayoifanya kwa muda wa saa kama hizo. Hakuna ibada utakayoifanya kwa saa kama hizo. Ikiwa ni hivyo, je, basi umri wako ujue umeutumia mwingi kwenye kulala, na umri wako hujautumia kwenye ibada. Lakini ukitoka hapo utaenda kazini. Ukienda kazini, muda unaotumia kazini ni muda mkubwa sana. Unaingia kazini saa 1 au saa 2, lakini kutoka utatoka saa 11 au saa 12. Muda huu wote umeutumia kwa sababu yako mwenyewe, wewe na familia yako. Hapa ibada umeifanya saa ngapi? Na ikiwa utaifanya ibada hii ya kufanya kazi kwa uadilifu, Mungu atakuandikia thawabu kwa sababu umeifanya jambo la uadilifu. Lakini ndani ya kazi huko huko unaweza ukaingia mitihani ya kuto kufanya uadilifu kwa mwajiri wako, au mwajiri anaweza akafanya kinyume cha uadilifu kwa mfanyakazi wake. Kwa maana hii uangalie yale unayoishi nayo, unaishi nayo kwa viwango gani, unaishi nayo vipi? Ni kwa uzuri au ni kwa ubaya? Kama ni ubaya, punguza ubaya, lakini kama ni wema, ongeza wema. Ndio hii fa akthiru min alhasanati wa tabaadu ani sayiat. Hilo moja. Lakini jambo la pili atatuhusia na kutuambia, wahdharu atakasula fi hadhihi alayam, katika masiku haya yaliyobaki. Kuna siku kama 15 zimebaki hapa mbele. Siku hizi zilizobaki tutahadhari sana kuwa wavivu. Ule uvivu tulionao, hebu tujaribu kuuacha sasa. Ikiwa wewe unajua kusoma Qur'ani, basi jitahidi, shika kitabu cha Qur'ani, soma Qur'ani, hata kama ikiwa ni juzu 1, kama ni juzu 2, kama ni juzu 3, inategemea na uwezo wako na nafasi yako. Lakini muda huu utumie kufanya hivyo. Na kusoma Qur'ani ndani ya mwezi huu ni jambo mahbub, ni jambo linalopendwa sana, kwa sababu Qur'ani yenyewe ilishushwa ndani ya mwezi kama huu wa Ramadhani. Unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda. Qur'ani imeshushwa ndani ya mwezi Ramadhani. Kwa maana hii ukiisoma ndani ya mwezi huu, thawabu zake ni tofauti na miezi mingine.
tujiepushe na uvivu ndani ya masiku kama haya. Waqumu fiha bil a'mali salihat lilmaliki al-allam, na pia tusimame mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini tusimame kwa umadhubuti, kwa nia njema. Ukiingia kwenye ibada, ingia ukiwa uko vizuri, kwa nashati, kwa uchangamfu, alafu tena nia yako iwe nia njema. Ukienda kusali swala ya Isha, umeenda kuswali tarawih, basi tarawih yako uiswali kwa nia khalis, nia njema kabisa. Mungu akulipe matokeo yake mpaka uikute Ramadhani nyingine pia nayo uunganishe na tarawih ya mwaka huu. Na wale ambao ni wavivu kuswali tarawih, mimi nawashauri leo, nawashauri siku zilizobakia ni kidogo sana, nikushauri hivi, tarawih rakaa zake ni 20 tu. Rakaa 20 haziendi hata masaa mawili, hazifiki. Kabla masaa mawili tayari rakaa 20 zimeisha. Lakini wewe unawahi kuondoka, ukishaswaliisha tu unaondoka. Unakwenda wapi? Unakokwenda ima utaenda kuangalia mpira, au utaenda kucheza karata, au utaenda kucheza keram, au utacheza drafti, au kuna michezo mingi tu ambao watu wanaipitia. Kitakachokutoa msikitini ni kwenda kwenye mambo hayo. Alafu ukiulizwa sema ngoja nipoteze muda kidogo. Muda huo haupotezwi. Muda huo haupotezwi, anayepotea ni wewe. Muda unakwenda zake tu kawaida kama vile ulivyopangwa, lakini ni wewe ndio unapotea. Sasa ikiwa siku zimebaki ni chache, alafu na wewe hujawahi kusali tarawih hata siku moja ndani ya mwezi wa Ramadhani, nikushauri swali tarawih. Ni swala ambayo inapatikana kwa mwaka mara moja ndani ya mwezi huu tu, miezi mingine hakuna tarawih. Wewe huoni kwamba hiki kitu cha muhimu sana? Kwa sababu ukiambiwa siku ya soko kwenda kuuza mbuzi na kununua mbuzi ni siku ya Jumatatu, basi utapeleka mbuzi wako Jumatatu. Ukimpeleka Jumatano, soko la mbuzi halipo, utarudi na mbuzi wako, kwa sababu wanunuzi hawapo, wameenda kwenye soko jingine huko. Sasa soko hili la tarawih liko ndani ya mwezi wa Ramadhani tu. Ina maana biashara yako uifanye ndani ya mwezi huu, tarawih yako swali ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Mtu akimkosa mpenzi wake kwa siku 2-3 hivi, anamtumia message, nimekumisi. Mpenzi huyo sweet anatumiwa message kwamba nimekumisi. Lakini wewe kuimisi tarawih unaona ni sawa tu, wala haikuumizi wala haikushughulishi. Unaenda kushughulishwa na kitu ambacho hakina msingi sana. Msingi sana haupo huko, msingi sana uko huku kwenye ibada. Kwa hivyo ukiwa unapitwa namna hii, siku ya Kiyama utaenda kujuta kwamba Ramadhani nilikuwepo lakini sina nilichokifanya. Utajuta. Sasa mimi nakutahadharisha, kabla hujajuta, hebu ichukue nafasi hii, itumie. Bado uko na uhai, bado uko na siha, bado uko na akili unazo, bado ufahamu wako uko vizuri. Hebu tumia neema hizi. Muda ni neema, na Mungu amekupa muda huo, na tumshukuru Mungu sana. Katika nchi yetu hakuna mabomu, hakuna risasi zinazolia, wala hakuna ving'ora vya hatari wala nini. Tumeshwarika shwari. Ukisikia mungurumo labda wa radi ya mvua. Jambo hili linatupa nafasi sisi ya kufanya ibada zetu vizuri. Huko kutokuwa na mabomu na marisasi, jambo hili linatupa nafasi sisi kuyafanya mambo yetu mazuri. Tukipitwa na hali hii, ikitokea hiyo hali ya mabomu na risasi, hatutapata muda tena wa kufanya mazuri kama haya. Basi muda huu ni lazima tuutumie. Kuna wenzetu huko saizi mabomu yanalia huko, tuwaombee na Mungu hiyo vita ishe.
sababu isipoisha watakaoathirika ni sisi sote. Mungu apishe mbali mambo hayo, wamalizane huko, wayamalize, kila mmoja aishi maisha yake vizuri. Kwa maana hii tuondoshe uvivu. Tarawehe rakaa 20 isikufanye kama vile umebeba mzigo mzito, la hasha. Pale mwanzoni Ramadhani ikiingia, msikiti ulikuwa unafurika vizuri kabisa tarawehe, lakini ilipofika siku ya 7 na siku ya 8 mistari ilipungua. Ilipofika siku ya 10 mistari ilipungua zaidi. Ilipofika siku ya 15 ambayo ni jana, mistari imepungua sana. Kwa maana hiyo bado Ramadhani inaendelea na tarawehe bado inaendelea, na wewe upo. Basi hebu tumia ule uwepo wako, fanya yale ya mazuri, inshallah Mwenyezi Mungu atatupa kheri yake. Alafu ndani ya mwezi huu kuna jambo, mwishoni mwa mwezi kuna jambo la itikafu. Itikafu ni kukaa msikitini kwa muda wowote utakaokaa, iwe ni muda wa saa 1 au nusu saa, masaa 2 au siku nzima au siku 10 zote, muda wowote utakaokaa ndani ya msikiti kwa nia ya itikafu, Mwenyezi Mungu anakulipa. Sasa ndani huko huo umelala, umekaa, umesimama, unasoma au umenyamaza tu kimya, lakini uko msikitini, Mwenyezi Mungu anakulipa mathawabu, tena wala huna nani nayo wewe. Mungu anakuandikia tu kwamba huyu yumo kwenye ibada. Itikafu ni ibada ambayo haina gharama kubwa zaidi ya wewe kukaa msikitini. Itumie nafasi hiyo. Hata sasa hivi tuko hapa hivi sasa hivi, kwamba tutie nia kwanza ya itikafu, uonyeshe kwamba nimo ndani ya nini, itikafu. Mpaka pale utakapotoka umeshavuna zile thawabu za itikafu. Nawaitu sunnatal itikaf, sema hivyo, nawaitu sunnatal itikaf fi hadha almasjid ma dumtu fihi. Ukiingia msikitini unatia nia hiyo, nawaitu sunnatal itikafi fi hadha almasjid ma dumtu fihi, nanuia kukaa ndani ya msikiti muda ambao nitakuwemo humu. Kwa manuizi hayo Mwenyezi Mungu anakuandikia thawabu mpaka utoke. Na ukitoka hata kama pale nje ya mlango pale, ukirudi utie nia nyingine, usione kama ni ile ile tu, uweke nyingine nia. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani 10 la mwisho tuna itikafu pia hapa msikitini hapa kwa muda wa siku 10. Lakini msikiti huu hapo jirani hapo zawia hiyo hapo patakuwa na itikafu kwa muda siku 10. Lakini pia msikiti wa Sombetini pale Zawiani patakuwa na itikafu kwa muda siku 10. Sasa wewe angalia tu karibu yako ni wapi. Kama karibu ni Sombetini, ingia Sombetini hapo kaa itikafu. Karibu yako ni hapa, ingia ukae itikafu. Karibu yako ni pale, ingia ukae itikafu. Wengine wanakaa Sinoni kule. Zawia yetu ile kule Sinoni pia nayo kutakuwa na itikafu. Wale ambao wako jirani kule basi wanakaa huko itikafu. Ili mradi tumtafute Mwenyezi Mungu kwa hali na mali, na Mungu atupende sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mtu ambaye amesimama kusali usiku ule wa lailatul qadri, ule usiku wa lailatul qadri, usiku wenye cheo kikubwa, mtu akasimama kusali ndani ya usiku ule, nini kinapata mbele? Kinachofuata mbele, ghufira lahu ma taqaddama min dhambihi, anasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia huko nyuma. Usiku wenyewe ni mmoja tu, tarehe 26 kuamkia 27. Usiku huo ndio unatarajiwa sana kuwa lailatul qadri. Wanawazuoni wengi wakasema
Inawezekana ikawa kabla ya tarehe hiyo 21 au ni 23 au ni 25 au ndio 27, lakini kwa mujibu wa Qur'ani inatuelekeza vizuri tarehe itakuwa ni tarehe ngapi. Mungu amesema inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri, nasikia lailatul qadri imerudiwa mara ngapi? Mara 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, hiyo moja. Wama adraka ma lailatul qadri, hiyo ya pili. Alafu mbele kuna nini? Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Lailatul qadri imekuja mara 3 neno lake. Hebu hisabu hizi herufi. Ile lailatul qadri, herufi hizi ni ngapi? Utazikuta ziko 9. 9 mara 3. Maona kazi hiyo? Ile neno lailatul qadri lina herufi 9. Kwa 9 ukiifanya mara 3 inakuja 7 wa 20, 27. Hapa ndipo tulipogunduliwa ni kwamba Lailatul Qadri ndani ya tarehe hiyo. Salie Mtume. Sasa hapa bwana, usimisi, yani usikose kabisa hilo jambo. Hiyo tarehe sikupite hiyo. Hata kama uko nyumbani kwako, mbali uko wapi, sijui huko uliko, simama usiku swali. Simama usiku muombe Mungu wako. Simama usiku mbembeleze Mola wako. Ndani ya usiku huo tanazzalul malaikatu waruhu fiha, wanateremka malaika na Jibril akiwemo. Angalia hii swira iliyotumika hapa, tanazzalul malaika, malaika wanateremka. Hivi katika kundi la malaika na Jibril unasi malaika? Ni malaika. Lakini mbele akasema waruhu fiha, na Jibril akiwemo kwenye kundi hilo. Huyu Jibril ametajwa mara 2. Kwanza akatajwa kwenye kundi lote la malaika na yeye yumo kuwa ni malaika. Jambo la pili katajwa peke yake na Jibril naye yumo. Yaani sawa sawa kama vile mnaambiwa wanajeshi wamekuja na kamanda wao. Kwani yule kamanda sio mwanajeshi? Ni mwanajeshi naye. Lakini katajwa peke yake kwa sababu ya heshima yake, kwa sababu ya ukubwa wake na vyeo vyake. Ndio Jibril ametajwa pale kwa peke yake, ni kwa sababu ya heshima yake na ukubwa wake na uongozi aliopewa na Mwenyezi Mungu. Ikiwa siku hii wanateremka malaika biidhni rabbihim, wanateremka kwa idhni ya Mola wao. Hawaji tu hivi hivi kiasarasara kwamba wao wanapenda kuja kutembea Ngarenaro. Wanakuja biamri rabbihim, kwa amri ya Mola wao. Wanakuja kufanya nini? Wanakuja kutoa salamu. Wanakuja kutoa salamu na amani na utulivu kwa wote waliokuwa wanashughulika na usiku huo. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'i alfajr. Salamu hizo zinaendelea mpaka wakati wa kuchomoza alfajiri. Hapo ndio mwisho. Lakini kipindi kile cha usiku mzima ule pale ni salamu tu, amani zinapita na pongezi kubwa kwa watu ambao watakuwa macho ndani ya usiku ule. Hivi usiku wenye raha kama hizo unakupita na wewe upo tu, wewe umeng'ang'ania tu pale kwenye TV yako pale, unaenda kuangalia habari ya Mashariki ya Kati, wanawapiga kina nani sijui, Myahudi anapigwa sijui hivi, na utaangalia wewe, utamsikiliza huyu, utamsikiliza mpaka alfajiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ndio unaacha, unaanza kulala. Kisha lala tayari usingizi utakao kupata pale mpaka salati subuhi nayo inafanyaje? Inakupita. Umepoteza yote. Lailatul Qadri umepoteza, salati subuhi umepoteza. Wewe kuangalia mambo ya Myahudi na Marekani na Muirani, haya yanaweza yakakuchanganya mpaka ukaacha ibada ukawa unafuatilia haya peke yake. Sisemi kwamba msifuatilie. Fuatilieni mpate kujua ulimwengu unakwendaje. Mpate kujua kwamba ni nini kinatokea duniani. Hii ni muhimu sana kujua.
lakini isikupelekee kwamba akili yako yote ukaielekeza huko ukaacha kuyafanya mengine ya muhimu. Salie Mtume. Lailatul Qadri khairun min alf shahri, ule usiku mmoja ni bora sana ibada yake kuliko ni ibada itakayofanywa ndani ya miezi 1000. Miezi 1000 ni sawasawa na miaka kama 80 hivi na 83 kama 84 miaka. Kwa hivyo ibada yako wewe ya siku moja tu, lakini ibada hii Mungu kasema khairun min alf shahrin. Aliyosema hivi ni Mungu mwenyewe. Huyo Mungu ndiye alotengeneza shahri, na huyo Mungu ndiye alotengeneza Lailatul Qadri, na huyo Mungu ndiye alotengeneza thawabu, na huyo Mungu ndio mtoaji wa malipo hayo. Wewe ukisema inakuwaje mtu apate mafadhila yote hayo? Kwani unagawa wewe? Anayegawa ni Mungu, sio wewe. Na Mungu akiamua kugawa anagawa vile anavyotaka. Unaweza ukafanya kitu kidogo, Mungu akakupa malipo mengi sana. Unaweza ukafanya kosa dogo, lakini Mungu akakulipa adhabu kubwa sana kuliko ni kosa ulofanya. Kwa nini? Ndio, inawezekana ukafanya kosa dogo kama mzazi wako ukamwambia, we mzee, achana na mimi. Hili neno dogo sana. Sentensi hii ukiinyosha hivi haijai hata mstari mmoja. Achana na mimi. Lakini unayemsemesha ni nani? Mzazi. Mwenyezi Mungu hili neno la kumdharau mzazi amelisema kwa viwango vikubwa sana, lakini hapa neno utakalolitumia ni dogo. Wewe mzee naye bwana. Sasa hili neno dogo sana, lakini Mungu analichukia na anakuweka motoni milele kwa sababu ya neno hili dogo tu. Hebu angalia. Na kwenye wema nao hivyo hivyo. Wema unawezekana ukawa mdogo tu, lakini wema mdogo huu Mungu akafurahi nao, akakuweka peponi milele. Kuna mmoja Mtume sallallahu alaihi wa alihi alikuwa anapita njiani na sahaba wake, akamwambia, unaijua kheri ya dunia na akhera? Akamwambia sijui. Akamwambia imatatul adha ani tariqi, ni kuondosha uchafu njiani. Kuondosha uchafu njiani. Ina maana umekuta kigae cha chupa imepasuka, imekaa hatari barabarani au njiani, watu wanapita pale na chupa imekaa vibaya, au ni msumari umekaa vibaya, au ni chochote, jiwe limekaa vibaya, kwamba jiwe hili gari ikipita ikikanyaga likimrukia mtu linaweza kuua mtu au kuumiza mtu. Lile jiwe ukaenda ukalitoa ukaliweka pembeni. Imaqatul adha ani tariq. Jambo hili ni khairun min ad-dunya wa ma fiha, ni bora sana ibada hii kuliko upewe dunia na vilivyomo ndani yake. Umeona, kazi yenyewe ni ndogo, lakini malipo yake makubwa sana. Huyo ndio Mungu, usimjadili kwenye utoaji wake. Mwisho wa hutuba yetu ni maneno mazuri hayo, lakini tumalizie kusema kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani unakwenda mbio mbio. Unakwenda mbio mbio sana. Kwa wale ambao hawakufunga, nadhani sasa hivi wanajuta kwa nini hawakufunga. Wangependa na wao wangefunga, lakini ndio tayari zimeshapita hizo. Kuna mwingine anazua tu vidonda, kumbe hana hata vidonda, ila anaona tabu tu kule kufunga. Lakini ikifika wakati wa futari na yeye anasogea kwenye futari. Sasa bora ungefunga tu. Unawakera wenzako kwenye futari yao ya nini? Waache wenzako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema saimu farhatani, mwenye kufunga ana furaha zake ngapi? 2. Mtu anayefunga furaha zake anazo 2. Moja anaipata wapi? Inda fitrihi, wakati wa kufuturu kwake. Wakati ule keshaweka vitu vyake pale, kabitandika, hapa kuna chipsi, hivi kuna hivi matango na parachichi, kila kitu, sambusa, nyama pia ipo. Akaanza lete juisi itakuja, maharage lete, ubwabwa, samaki, kila kitu.
vyote viko, akiviangalia hivi roho yake inashwarika kweli kweli, ana raha kwa wakati huu. Hii ni furaha moja, lakini furaha ya pili inda liqai rabbihi, wakati pale anakutana na Mola wake kwenda kukabidhiwa mathawabu yake. Salie Mtume. Mathawabu mbele ya Mungu, unaenda kukabidhiwa kitabu chako kwa mkono wa kulia, kwamba hongera sana kijana, umefanya vizuri, saumu zako tumezikubali, kitabu chako hiki hapa, ingia mkono wa kulia. Unaingia peponi kupitia ule mlango wa kulia. Furaha hapo itakuwa ni kubwa sana, na huwezi ukakumbuka mtu hapo kwenye furaha hii, huwezi ukamkumbuka mtu mpaka uingie ndani. Ukishaingia kule ndani sasa, ndio unaanza kuangalia kulia na kushoto, mke wangu yuko wapi, mwanangu yuko wapi, swahiba wangu yuko wapi, mbona fulani simuoni? Hapo nasema ya Rabbi, fulani mbona simuoni? Ya Rabbi, katoto changu nilikuwa nakipenda mwenyewe, ya Rabbi, yuko wapi? Majibu yanaweza katokeza hapa mazuri na mabaya, lakini itabidi yote upokee. Muda haututoshi sana, tungezungumza haya majibu na matokeo ya siku hiyo, lakini insha Allah taala Mungu atupe nafasi nyingine. Baada ya kusema haya,